Wanasayansi walipogundua dawa ya kurudisha mtu aliyekufa ama kitu kilichokufa kurudi tena kwenye uhai, walianza na mbwa. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Picha yetu inaanza ikituonyesha Frank akiwa na mpenzi wake Zoe. Hawa wote ni wanasayansi nguli wakishirikiana na wenzao kama akina Nico pamoja na Mr. Cry pamoja na dada mwana cameraman Eva. Huyu ni dokumentari wao ambaye anaitwa Eva, na mtu ambaye anachukua vipindi vyote vya wanasayansi huyu akiwa amepata jambo lolote. Sasa leo hapa kuna dokumentari inaandaliwa na kuielezea hii dawa jinsi inavyofanya kazi na ubora wake. Zoe akiendelea kuchambua na hata bwana wake Frank akiendelea kuelezea. Jambo hili lilikuwa la kuvutia sana, na hapa wakataka kuthibitishia dunia kwamba hii dawa yao ni bora na inaweza kufufua mtu. Wakaanza kuchukua mbwa aliyekufa, na mwisho wa siku wakamuingiza mbwa katika maabara na kuanza kumrekodi na kuanza kufanya majaribio yao ya kumrudisha katika uhai. Mbwa wao alirudi katika uhai. Ni jambo ambalo kundi lile lilipata sifa sana, kwa sababu kurudisha kitu ambacho tayari kimeshakufa, yani roho ishaondoka, na kurudisha hai. Wakamchukua yule mbwa kwa kuendelea kumwangalia nyumbani kwao, lakini siku moja huyu mbwa aliwafata usiku na kumkalia juu huyu mdada kama kuna jambo baya anataka kulifanya. Zoe aliamka asubuhi na kuwasilisha hili swala, na ikabidi tena wamtie katika check up wamwangalie. Wakaona ubongo wake unatembelewa na virus kama wa green. Ni jambo ambalo wanasema ni jambo geni, na ilibidi waendelee kuangalia tabia za huyu mbwa. Lakini mchizi hapa akawa na moka anavuta sigara huku anampulizia mbwa huyu katika katika dude lake. Lakini mbwa aliondoka na kaenda kafanya maafa makubwa ukumbini na kufunga friji na kula ovyo ovyo. Mchizi kama alichukia hivi na kuangalia ile tobo alipomweka yule mbwa tayari alishaondoka. Ikabidi aanze kumsaka huyu mbwa yuko wapi. Hapa uso kwa uso. Jamaa akaogopa Glaya, akajua mbwa atamzuru. Na hapa alipojua mbwa atamzuru, akawaambia wenzie, jamani, huyu mbwa anaonekana na kitu tofauti, kuna muda anakaa sawa, kuna muda anabadilika. Kwa hiyo swala mimi nitalitolea ripoti. Wenzie wote walimlaumu, kwa nini utoe ripoti? Ili jambo tunabidi tuendelee kumwangalia huyu mbwa. Sasa kweli jamaa alitoa ripoti, na madam ama mkuu wa kitengo kile alikuja na akawafokea sana. Hakika nyinyi mmegundua dawa ya kufufua, na dawa hiyo ndio ambayo tulikupeni kazi muendelee kuifanyia uchunguzi ili mradi watu asife. Sasa inakuwaje sasa mmepata ufumbuzi na hamtaki kusema? Kwa lawama zote zikadondokea kwa Frank, kwa sababu Frank yeye ndo alikuwa mkuu. Basi Frank akaambia, bwana sawa, mtu mzima, tumeelewa, tutalieka sawa. Lakini leo hapa asubuhi walikuja watu wakubwa katika ofisi yao na wakasema, hakika kama dawa mshaigundua, ili jambo tutalifanya pamoja, na serikali imewatuma hawa ije wasimamie. Majamaa walichoka kwanza, kwa sababu walifanya siri, ikabidi watoke waende kuojiana ama wakaongea wao kwa wao wanafanyaje, kwa sababu jambo lao lilikuwa bado na dawa yao haikuwa tayari kuitangaza ama kuipa sifa kwa kila mtu. Kwa hiyo ilibidi kwanza wakae cabinet kama cabinet, kundi kama makundi, waelezee wanafanyaje kuepuka mtego wa serikali. Frank aliwaambia hakuna shida, tutajua kitu gani cha kufanya usiku ili mradi kuthibitisha. Na waliingia katika maabara usiku bila ruksa tena kwenda kufanya kazi zao, wakiwa wanaandaa mambo yao huku na kuweka kika sawa ili mradi kuendelea kuthibitisha hii dawa kama je inaweza ikafufua mtu. Wakachukua mbwa mwingine ambaye amekufa, lakini kwenye kuandaa hapa Zoe anapigwa na shoti kwa sababu mikono yake ilikuwa na maji, na wakajikuta Zoe anapoteza maisha. Walipojitahidi wamrudishe katika uhai, walishindwa kumrudisha Zoe. Zoe kumbuka ni mke wa Frank hakuwa na mwanamke mwingine, na alijua chanzo cha shoti ni hii pete, kwa sababu inaonekana pete hii ilikuwa na maji. Bwana Frank alimchukua Zoe na kumweka juu ya kitanda kile cha kufanyia operation na akataka kumrudisha uhai. Wakamwambia, hakika hii dawa ni kwa ajili ya wanyama tu, kwa nini unamrudisha binadamu? Unataka kujaribu binadamu? Akamwambia, bwana jamani, lolote litatokea mimi ndo nitakuwa mhusika, hakuna mtu yote ambaye atahusika, kwa sababu dawa hii ina uwezo wa kumrudisha mtu aliyekufa ama kitu chochote kilichokufa. Zoe naye ni binadamu. Sasa kama mbwa yeye alikuwa na uhai na akarudi, itashindwaje kwa Zoe? Wakaona isiwe shida, kama umekubaliana wewe kila kitu na unaamini Zoe hataleta shida yoyote, kazi ni kwako. Frank akuacha kulifanya jambo lake ambalo amelikusudia kulifanya, akaendeleza matibabu. Lakini hapa kwenye kamera kaonekana mlinzi amekuja, na kumbuka humu ndani waliingia kwa siri bila kuonekana na ama kupata permission kutoka kwa wakuu wao. Lakini wanapogeuka huku, jambo la kushangaza, Zoe tayari amesharudi katika hali ya kawaida, kwa sababu dawa hili tayari walishamkamulia. Zoe aliyeko sawa na kutolewa katika pale kitanda na kuingizwa tena katika check up na kuendelea kuangaliwa. Walimwangalia vizuri, wakaona damu mwili mzima inatembea, wakamuita Frank, akamwambia, bwana jambo hili limeshakamilika.
Guy alifafanua akamwambia sasa hivi hali yake ni nzuri, tunaweza kwenda naye nyumbani na ukafanya mambo mengine kama ilivyo awali ama kama ilivyokuwa kawaida. Jamaa Frank alirudi na Zoe mpaka nyumbani. Hapa wakawa wanaongea, lakini Frank alieleza hisia zake na Zoe alieleza hisia zake kwa ukubwa na upana. Walimwambia hujafa bali ulikuwa unaumwa, lakini hapa Zoe alipoangalia tu peni, ile peni ilifanya reaction. Kwa hiyo Zoe akajihisi kama yuko tofauti, kama kuna jambo ndani ya mwili wake limeongezeka, lakini alilikalia kimya. Na mchizi alipotoka hapa moja kwa moja alienda kwa Niko, ikabidi amwelekeze Niko na kumwambia bwana, hakika sasa hivi kuna jambo nimeliona na kuna nguvu ya ajabu ndani ya mwili wa Zoe, lakini Zoe yeye amenificha. Lakini Zoe yeye kwa mbali alikuwa anasikia kila kitu, na kila kitu alichokiongea Zoe alikinasa, na Zoe alijua kama yeye kumbe ameshakufa na hawa wanamficha kama yeye hajafa. Alipoangalia majeraha yake alikuta vidole vyake vyeusi, na hata ile jeraha la sindano walomchoma limekuwa jeusi. Akajiuliza sasa ni kitu gani? Ni hii shoti ndio ambayo amefanya hivi ama ni nini? Basi Zoe alijisikia huzuni kwa sababu kujijua yeye ni mtu ambaye amekufa na amerudishwa hai. Lakini Frank jambo hilo alilikana, akamwambia angalia hata vidole vyako sasa hivi, mbona umesharudi sawa? Ni jambo tu la shoti lilopigwa na ukadondoka, lakini ulizimia, haukufa. Zoe anamwambia hapana, kila kitu mimi najua, mimi nilipata shoti. Sasa kuna maono Zoe anayaona kama nyumba inawaka moto, na nyumba hiyo inapowaka moto yeye anajisikia hali mbaya. Lakini usiku ulipofika Zoe alilala hapa, na huyu bidada Eva alikuja mdogo mdogo, lakini katika ile picha ama usingizi Zoe anamuona Eva yupo katikati yake, na Eva anamuona mtoto mdogo ambaye ameshika kama kitu mkononi mwake, lakini mtoto yule alipomsogelea alipotea. Eva anaota ndoto hii na Zoe anaota ndoto hiyo moja. Anakuja kukurupuka ndani ya usingizi, waenda kumwangalia, wanakuta ana vidonda, na akasema hii ni ndoto tu ambayo ni matokeo ama dawa inavyofanya kazi ndani ya mwili wake, lakini hakuna kitu cha ukweli kama kinaweza kikatokea. Ni ndoto tu ama ni kumbukumbu zile za vitu ambavyo zamani vilipita. Basi daktari moja kwa moja alitoka hapa kwenda kumwangalia Zoe anaendeleaje, na hata Niko hapa alikuwa yuko karibu sana, anamwambia angalia, kuna dawa hapa ama kuna jambo la tofauti haliendi sawa ndani ya mwili wa Zoe, inabidi umchukue Zoe umwangalie chapu kwa haraka. Basi Niko taratibu anashota mpora kwenda kuangalia hapa Zoe alikuja, kwa sababu Zoe alipotea. Hapa Zoe anamtuliza Niko kimahaba, kimapenzi, yani kama kuna kitu ambacho alijua Zoe Niko anaweza akamharibia, akamlamate, akampiga kisi kumshushusha modi wake na kumshushusha kasi zake. Lakini Niko hapa alitulia na akamwambia hakika nimekupenda sana. Lakini ghafla Zoe alizima taa na kubadilika kwa kiumbe cha hatari, yani macho yake yakawa meusi na akaonekana Niko anaadhibika katika kamera. Zoe jambo hilo hakulijua. Niko anaomba msaada na kupiga kelele nyingi ili mradi atolewe ndani ya sanduku lile. Zoe alimwangalia na kuanza kumminya Niko taratibu, yani Zoe akiangalia kitu tu na kitu kinafanya. Niko damu nyingi zinaonekana zikitoka, na hapo alipokuja walimjua kama huyu ndio muhusika alifanya kitu. Guy aliwaambia jamani, mimi napiga simu kueleza ngazi za juu, jambo ambalo na science tulofikia haiwezekani, tutakufa sote, huyu ashakuwa msala. Lakini Frankie aliwaambia mimi ndio nitasababisha. Lakini Guy alipokuwa mbishi, Zoe alizima taa kwa uwezo wake wa mwili wake, kwa sababu hakutaka jambo lolote litoke. Na Zoe alimwangalia Niko, lakini alipomwangalia Niko alipojaribu kuongea chochote, kuna kitu kikadhamishwa ndani ya koo lake. Zoe alimuua Niko bila kumshika, bila kumgusa, na alipomwangalia kitu gani kimemwingia, waliona kama kitu cha screwdriver kilichoingia cha kufanyia operation. Lakini Frank alipomwangalia mpenzi wake alitabasamu, ni ishara tu ya jicho kuonyesha na balaa limetokea zito. Kwa hiyo Frank alijua hapa sasa hivi hatuna mwanadamu bali tuna shetani, na huyu si kiumbe cha kawaida. Na Zoe aliondoka ghafla ndani ya nyumba hiyo na kupotea. Wakaona isiyo shida, wakaandaa tena dawa nyingine za kumuondoa maisha, ama wamuue Zoe, la sivyo Zoe atawaua wote, kwa sababu Zoe ashakuwa kiumbe cha hatari. Hapa Frank yuko katika corridor kubwa, anamuona Zoe na alimfuata kwa sababu Zoe ile mpenzi wake. Akamwambia hakika nakupenda sana,
lakini kwa hii hali iliyofikia, tafadhali naomba uache. Lakini Zoe, kwa sababu si yeye aliyo ndani ya mwili huu, alijitahidi kujikontrol, lakini anajikuta Zoe anamuua Frankie, na baada Frankie kufa, Zoe anaenda kujiongeza zile dawa ili mradi kuwa na nguvu nyingi. Upande wa hapa tunamwona Eva akiandaa manukato yake ama kuandaa dawa ili mradi kupambana na huyu shetani ambaye yupo ndani ya mwili wa Zoe, kwa sababu Zoe mwenyewe ameshakufa. Lakini akiwa katika corridor hapa, ile ndoto yake anaiona, anamuona Zoe mdogo. Yani Zoe alirudi kuwa binti mdogo na akampa kitu ama akampa kifaa, akamwambia hiko kitakusaidia. Lakini Zoe shetani huku anawaka moto, na ile nafsi ndogo ya Zoe mkubwa iliyotoka na kujibadilisha mtoto ikimuongoza Eva na ikamwambia twende, nitakusaidia mpaka utapomuua huyo binti. Lakini hapa anaonekana Zoe ana nguvu nyingi, yani Zoe alibadilika na kuwa complete, yani shetani, moto mwili mzima na hata kile chumba kinawaka moto. Huyu binti Zoe mdogo, nafsi yake ilifungua mlango na mwanga mwingi ukaonekana, na alipofungua alimkuta Zoe na kumchoma ile sindano ambayo aliambiwa na Dr. Frankie inabidi umchome sindano na hakika atakufa ama atapotea mazima. Watu wa zimamoto waliingia na Eva alimkumbatia mzima moto mmoja, lakini alipoangalia vizuri ule mwili wa Zoe pale chini haupo, na aliporudi tena kumwangalia kuzima moto alikuwa ni Zoe tena. Ina maana dawa yao haikufua dafu, ina maana Zoe hakufa tena, ina maana Zoe hawezekani kufa. Zoe alimrudisha tena bwana wake ama mumewe Frank kurudi tena katika uhai, yani balando kwanza linaendelea. Mwanangu, na picha yetu inaishia hapo hapo. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Chao.